Hapa ni katika ofisi za serikali za mtaa ambazo ziko chini ya mama yetu Rehema Lubamande. Tumekuja kuzungumza naye aweze kutuambia namna mtaa wake unavyozidi kuendelea, hususan katika masuala mazima ya ulinzi na usalama katika mtaa wake. Na sisi kama media jukumu letu ni moja tu, kuja kuletea taarifa au habari ziweze kufikia kwa popote pale ulipo. Tunachotaka kufanya ni kuendelea kusubscribe channel yetu ambayo ni Sanga Media Tanzania, ili sasa uweze kwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali. Twende pamoja, usiondoke. Naitwa Rehema Lubamande, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kigogo Fresh B, kata ya Pugu. Nimpongeze mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya kwa ajili ya kutuhamasisha sisi wenye viti na wananchi kwenye mitaa yetu na kwenye kata zetu kupitia viongozi wetu mbalimbali, waheshimiwa madiwani, wabunge, mkurugenzi, hata wakuu wa wilaya, ili kuendeleza ulinzi na usalama. Ulinzi shirikishi ambao tumeuanzisha ni ulinzi ambao ni mwendelezo. Awamu ya nyuma kulikuwa na ulinzi wa mashina, lakini baada tukaona jinsi gani ya kuboresha, tuliona tuweke ulinzi wa serikali ya mtaa mzima wa Kigogo Fresh B ili kuimarisha ulinzi. Na ulinzi huo tunashukuru Mungu kweli upo imara na tunaendelea nao, na kwa asilimia kubwa wimbi kubwa la vijana, wimbi kubwa la wizi limepungua kwa kiasi fulani. Hata vijana tumewapatia ajira katika hii fani yetu ya ulinzi na usalama. Kabla sijaingia madarakani, kuna matukio ya wizi wa aina mbalimbali. Vijana wanapita wanapora, kuna maeneo wanavunja. Lakini nilivyoingia madarakani, baada ya kuanzisha huu ulinzi shirikishi, ule wizi umepungua kwa kiasi kikubwa, na walinzi wetu wanawakamata wezi ambao wanajitokeza mmoja mmoja, kwa sababu ulinzi hauwezi kuisha, wizi hauishi moja kwa moja. Lazima kunatokea na muda, lazima wezi wanakuwepo. Lakini pale anapotokea mwizi, ni rahisi wananchi pamoja na walinzi shirikishi wanashirikiana vizuri sana na sisi ofisi ya serikali ya mtaa kwa ajili ya kusimamia ulinzi na usalama. Baadhi ya watu ni wagumu sana kulipa pesa ya ulinzi shirikishi, inayopelekea hata kuanza kudumaza zoezi la ulinzi shirikishi. Lakini kupitia polisi kata wetu ambaye yupo kwenye kata yetu ya Pugu, tunashirikiana naye kupita nyumba kwa nyumba, kuhamasisha na kupita kutoa elimu kupitia mikutano, vikao mbalimbali vya zoni. Wanaanza kuelewa na wanajua umuhimu sasa wa ulinzi, wanaendelea kulipa kidogo kidogo, angalau hali ya ulinzi inaimarika na walinzi wanaendelea. Shule ya msingi Mizengo Pinda, kwanza kabisa nipende kuwapongeza mwalimu mkuu na walimu wote wa shule ya msingi Mizengo Pinda kwa kazi nzuri wanayoifanya, kwa sababu katika shule bora katika kata ya Pugu, shule ya Mizengo Pinda kwenye mitihani ya darasa la 4 ni shule inayoongoza kwa kila mwaka. Kwa hiyo hii ni juhudi kubwa ya mwalimu mkuu na timu yake wanayoifanya ili kuiboresha hiyo shule ya msingi Mizengo Pinda kuwa shule ya mfano wa kuigwa katika kata ya Pugu. Ila changamoto wanayoipitia katika shule ya msingi Mizengo Pinda ni kama ifuatavyo. Shule ya msingi Mizengo Pinda ina madarasa 7. Kati ya hayo madarasa 7, shule ya msingi Mizengo Pinda haina ofisi ya walimu. Kwa hiyo iliteuliwa darasa moja kuweka ofisi ya mwalimu mkuu na ofisi ya walimu pamoja, yani walikata ile shule ya msingi Mizengo Pinda kile chumba kimoja. Na hapo katika hicho chumba cha walimu huwa wanaweka wanafunzi wa chekechea, kwa sababu ile shule ni mwaka wa 6 sasa na ina vyumba 7 tu, ni darasa la kwanza mpaka darasa la 6. Na mwakani tunatarajia shule hii kupata wanafunzi wa darasa la 7. Sasa ombi langu serikali tuangalie kwa jicho la ziada ili tuongezewe madarasa katika shule ya msingi Mizengo Pinda, kwa sababu ina madarasa machache na inapokea wanafunzi wengi kwa hivi sasa. Walimu wanapata tabu kuchanganya watoto wale wa awali na watoto wa darasa la kwanza katika chumba kimoja. Nyuma ya shule ya msingi Mizengo Pinda kuna mfereji mkubwa sana. Ule mfereji, jinsi mvua zinavonyesha, ule mfereji unazidi kulika na unasogea karibu na kuta za madarasa ya shule ya msingi Mizengo Pinda. Kwa hiyo naomba serikali itazame kwa jicho la ziada shule ya msingi Mizengo Pinda ili isipotee kwa yale madarasa ambayo yako nyuma ya lile liukuta au huo mtaro ambao unaelekeza kumwaga maji mbele.